Nipate mawili. Sheikh, karibu sana. Karibu Sheikh, jisikie nyumbani na uwanja ni wako. Hawa ni dada zako, umeona Sheikh, na hawa ni wadogo zako. Kwa hiyo jimwagi Sheikh, kila unachokiona kinatufaa sisi tupe. Sawa Sheikh, karibu Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kuwa Waislamu, na Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia kuwa katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Rehma na amani za Allah zimuendee kiongozi wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama pamoja na ahli zake na masahaba wake na Waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya Kiyama. Ndugu zangu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakumbushana baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na dini yetu ya Kiislamu. Mambo yenyewe yanahusiana na jambo la ibada. Waislamu, sababu kubwa ya Mwenyezi Mungu kutuleta hapa duniani ni ibada. Na ibada zipo nyingi, ikiwemo ibada ya swala. Na katika ibada ya swala kuna vipengele mbalimbali. Kuna ibada ambayo inafanyika kabla mtu hajaswali. Ibada hiyo inakuwa ni udhu. Namna ya kuchukua udhu, na udhu utapokuwa umekamilika, swala utakayoiswali vile vile ukiiswali vizuri itakubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukikosea kwenye udhu, halafu ukienda kuswali hata umesali vizuri, ni kwamba swala utakayoiswali itakuwa na matatizo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mambo tutakayokumbushana ni hili swala la kutawadha. Jambo la kwanza, kati yetu kuna mtu ambaye haswali. Wote tunaswali. Tunaanza kwa wanamume. Unaswali? Ustazi hapa. Sasa waulizwa swali. Nasema swali. Ustaz. Ustaz. Sheikh. Bimkubwa. Wote tuswali. Alhamdulillah rabbil alamin. Kabla ya swala Muislamu anatawadha. Kuna ambaye hajui kutawadha? Ikiwa kama kutawadha inafahamika, tutaenda katika nukta ya pili, tutaacha kutawadha. Kati yetu kuna ambaye hajui kutawadha? Hassan, wafahamu kutawadha? Mimi na uhakika kwamba kila mmoja kati yetu ana namna yake ya kutawadha. Sasa Hassan, ungepita hapa mbele hapa. Alafu tuonyeshe kivitendo namna unavyotawadha, ili kila mmoja wetu angalie ndivyo anavyotawadha na yeye, na kama kuna makosa basi tutarekebishana, ndio itakuwa mada yetu. Naam. Unaanzaje ukitaka kutawadha? Itabidi usogee huko, alafu watu wote wakuone. Naam.
Ndio sauti. Ongea kawaida. Sema naosha mikono. Una sauti. Hai. Naosha mikono, si ndio? Alafu yaani ukimaliza kwenye mikono maji waweka wapi? Yaani wapitisha hauna sauti. Naongea vizuri. Ongea tu kawaida. Kama vile tunavyocheza huko chini na mpira. Ukimaliza kuosha mikono, maji unaweka wapi? Mapuani, miguuni, masikioni au unafanyaje? Ongea sasa hivi, ongea sasa. Huyu ni Umari, huyu ni Ali, huyu ni Abdul. Umeona? Huyu ni alafu huyu ni sawa. Hai, ongea tu kawaida. Unaanza mikono, unafuatia mdomoni, mdomoni tu. Na puani. Unafuatia usoni, mkononi, kichwani, miguu. Tumemsikia? Amepatia, amekosea? Ustazi, wewe njoo tuonyeshe. Simama hapo. Na wewe usiseme eti sauti imeisha. Angalia huko. Mara ngapi? Mara 3. Tumeweza vya usoni mara 3. Alafu tunakuja mkononi. Hadi wapi? Mkononi. Hadi. Maliza, nachukua maji, natia kichwani hivi. Ukitoka kichwani wamalizia kwenye masikio. Kutoka kichwani maliza. Kapatia? Kuweka kosea. Ustazi wewe? Abdul. Yatakiwa kila mmoja wetu aangalie namna mtu anavyofanya, alafu na yeye ajiangalie anavyotawadha. Kama ni sawa au ni kosa. Nifako. Upo? Mbona unataka kulala sasa hivi? Angalia huko. Ongea kwa sauti. Naanza hapo, unaanza hapa. Mkono upi? Umaliza. Sheikh wewe? Simama hapo utuonyeshe. Unaanza na bismillah. Unaosha mikono kisha kila sehemu. Unasukutua mara 3 huko na safisha mapua. Unatoa. Mara 3 unakuja. Unaosha uso wote. Mara 3 unaosha mikono. Mpaka unaosha huko mara 3 unachukua
unachukua maji unapaka kichwa, na masikio, alafu maji kote mpaka vileleni na huko mpaka. Sijui maona hapa kuna kitu kuna vitu anazidisha huyo. Mviangalie kwamba wao wafanya au ufanye. Hii sio angalia, unaangalia Rahma tu hapa na vibinuka. Na wewe ukae baba. Nenda kwa mama. Tumemsikia Ustazi. Wewe yaani itakiwa mtu aeleze namna anavyotawadha mwenyewe, asikopi kwamba fulani kasema hivi na mimi acha niseme, ili baadaye tusahihishe. Mtu akiwa na kosa afahamu kwamba mimi kosa langu ni kadhaa. Naam. Kutua mara 3 mdomoni kwani na hapo naosha uso nakuja unatoka hapo. Mimi kama ikiwa nataanza na kopo ndo naosha mara 3, kama kwenye bomba naunganisha utajihesabiwa kopo. Nagiza na osha hii. Ukimaliza kupaka kichwani moja kwa moja kupeleka kwenye masikio. Kwenye masikio. Na Nagiza na kukulia vidole anachoka kaa usikilize darasa. ya kushoto. Kaa usikilize darasa. maliza. Shamaliza. Nenda kwa bibi mkubwa. Naam. Maanake kutawadha kila mtu ana namna yake. Unachukua maji gombani ukiwa mdomoni kabla hujako hii kwenye mkono. Kwa takiwa tuonyeshe unavyotawadha, alafu tuone kama ni sahihi au Kama hivi unachukua maji yako. Unangani kwenye yako mara 3. Unaweza kwenye mkono mara 3 kama hivi. Unachukua mdomo. Unamaliza hapo unachukua kwa hiyo ukisukutua mdomo unaenda kwenye uso. Kwenye pua hamna. Ndio. Ukishakuwa mdomo lazima ufanye hivi. Yaani hiyo ni lazima ufanye hivi hapo, ufanye hivi. Shameza hapo. Unaosha mara 3. Hapo ndio. Ukimaliza mikono? Ukishamaliza mikono? Ndio unaweka maji kichwani na masikioni. Na masikioni. Kwa wafanya hivi kichwani. Kuna mwingine anachukua maji anafanya hivi. Anafanya hivi. Yaani kwa sisi kwa watu wa Kigoma, mimi nachukua maji nafanya hivi mara 3. Alafu nachukua maji nafanya hivi. Kwenye nywele za mbele. Siwezi yani kuruka kitu kwa kweli siwezi. Nachukua maji nifanye hivi. Nifanye hivi maji nifanye hivi masikio. Nifanye hivi masikio. Mara 3. Kichwani mara 3 na masikioni mara 3. Mara 3. Alafu unakuja mkono kulia mara 3 na mkono kushoto mara 3. Ya mwisho. Jamani tuko darasani kuja kucheka. Naam. Tujifunza wote. Hapo unakuja mkono kulia mara 3. Sawa. Ni kwamba baadhi
baadhi yenu mmepatia na wengine wamekosea katika kutawadha. Wale ambao watakuwa wanatawadha kinyume, basi wazingatie nitakayoyasema. Ni kwamba Muislamu umefanya maandalizi ya kutawadha, maji hapo mbele yako. Baadhi yenu mmetaja bismillah, ni sahihi, na baadhi yenu hamkutaja bismillah, ima kwa kusahau, huwa mnaitaja, lakini bora ni kuitaja wakati unachukua udhu. Na ndiyo maneno ya kutawadha. Kuna baadhi ya vitabu wameandika mtu anapotawadha kila kiungo kinakuwa na dua yake. Mtu akiosha uso anaomba dua kwamba Mwenyezi Mungu jalie uso wangu uwe na nuru siku ya Kiyama. Mtu akiosha mkono wa kulia aomba dua, Mwenyezi Mungu jalie siku ya Kiyama nipewe kitabu changu na mkono wa kulia. Mtu akiosha mkono wa kushoto anaomba dua kwamba Allah mjalie siku ya Kiyama asipewe kitabu chake na mkono wa kushoto. Mwingine akiosha miguu amjalie Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama apite katika sirati kama umeme. Maneno yanakuwa mengi katika dua za kutawadha, lakini inakuwa sio sahihi. Dua sahihi ni kusema bismillah. Katika kutawadha, wengi wenu mmesema kutawadha kwenye vitanga mara 3, ni sahihi. Sasa umechukua maji umeweka mdomoni, mengine umepandisha puani mara 3. Katika kuweka maji puani na mdomoni, baadhi wenye kutawadha huwa wanakosea. Wanakosea vipi? Mtu anachukua maji anaweka mdomoni, anatema mara ya kwanza, anaweka mdomoni mara ya pili hadi mara ya 3. Akishamaliza mara 3, alafu anaweka puani mara 1, mara 2, mara 3. Anatofautisha baina ya maji ya mdomoni na maji ya puani. Katika udhu uliokuwa sahihi, mwenye kutawadha asitofautishe baina ya maji ya mdomoni na maji ya puani. Maji uliyoweka mdomoni unaweka mdomoni, mengine unapandisha puani. Ya mdomoni unatema na ya puani unayatoa kwa kutumia mkono wa kushoto. Ukishamaliza unaosha uso. Katika kuosha uso, kuna baadhi wenye kutawadha sehemu nyingine maji yanakuwa hayafiki. Ukimwangalia unaona sehemu fulani maji yamefika, sehemu nyingine maji hayakufika. Ikiwa mtu unatawadha maji hayakufika uso wote, ni kwamba swala utakayoiswali itakuwa na matatizo. Na wenye kutawadha mwanzo wa nywele, wakati unaosha uso yatakiwa maji yafike. Ikiwa mtu ametawadha usoni maji hayakufika mwisho wa nywele, udhu unakuwa ni nusu au kukamilika, na mtu akiswali swala hiyo ni kwamba sala yake vile vile itakuwa na matatizo. Kwa Muislamu kuwa makini wakati wa kuosha uso. Vile vile baada ya kuosha uso mara 3, mtu unaosha mkono wa kulia. Na katika kuosha mkono wa kulia kuna makosa ambayo wengi tunakosea. Muislamu ima anachukua maji kwa mkono wa kushoto, anaosha mkono mpaka juu ya fundo 2. Anaosha mkono hivi vitanga viwili havioshi tena. Hili linakuwa ni kosa. Ukiweka maji mkononi, halafu wakati wa kuosha mkono vitanga kama haukuviweka maji, ukaweka maji hapa ukaosha ukaishia hapa, hauna udhu. Au kuna wale ambao wanachukua maji na mkono anafanya hivi mara 1 hadi mara 3.
maji huku tena haweki, huyo anakuwa hana udhu. Na vile vile mkononi, mtu anaweka maji mkono wa kulia, mkono wa kushoto mara moja, mara mbili, hadi mara tatu, kwenye kitanga haweki tena maji, hana udhu, na kiswali sala inakuwa ni batili, haikubali. Unakuta wengi tunaoswali, ukiangalia misikitini ndivyo tunavyotawadha. Anatosheka ile mara ya kwanza ameosha vitanga. Sasa unapokuja kuosha mikono, ni lazima mkono maji yafike kote huko. Lakini ukifanya hivi au umeosha hivi ukaishia hapa, ukuweka maji huku, hauna swala ukiswali katika hiyo hali. Vile vile katika kuweka maji kichwani, wengi vile vile tunakosea, na hasa wanawake. Mwanamke anatawadha, akifika kichwani anapandisha shungi, anachukua maji anaweka hapa. Akifanya hivi hana udhu, na kiswali hana sala. Wakati wa kuweka maji kichwani, mtu asiweki maji hapa mbele. Baada ya kuroanisha vitanga, ima anaanzia mbele hapa ya nywele, anapeleka mpaka nyuma, alafu anarejesha mkono mpaka mbele. Hii aina ya kwanza. Au anaanzia nyuma, analeta mpaka mbele, alafu anarejesha hadi nyuma. Lakini akifanya hivi akaswali, udhu wake unakuwa hujakamilika, na sala kama udhu kukamilika, sala inakuwa kwenye matatizo. Kwa hiyo Muislamu wa kike na wa kiume katika kutawadha, anzia mbele, peleka nyuma, rejesha mbele, au anzia nyuma, leta mbele, rejesha nyuma. Ukishamaliza kupaka kichwani, yale mabaki ya maji, hivi vidole utaviingiza kwenye masikio, alafu hivi vidole gumba hivi utapitisha kwa nyuma. Hii aina ya kwanza. Aina ya pili, hivi vidole unavipitisha kwenye njia za kwenye masikio. Ukishamaliza unamalizia na vidole gumba. Ukishamaliza unaweka miguu. Na baadhi ya watu ambao wanatawadha kwenye bomba, huwa mguu anauweka tu, wala hapitishi vidole. Anauweka, maji yanateremka, anauondoa, anaweka mwingine. Kuna wengine vidole vinakuwa vimebanana, kwa hiyo maji yanakuwa katikati, hayakufika. Kwa hiyo ni sheria, mtu wakati unaosha miguu unapitisha kidole katikati ya miguu. Na sehemu za nyuma za kwenye miguu, wengi wanakuwa wanatawadha maji hayafiki. Ukimwangalia unakuta sehemu maji hayakufika. Na Muislamu wakati unatawadha kwenye mikono, usiishi kwenye maunganishio. Inatakiwa upande juu kidogo, uzidishe kiasi. Na vile vile kwenye miguu usiishi kwenye fundo za miguu, inatakiwa upande kiasi. Kwa kifupi, hivi ndivyo alivyofundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama namna ya kutawadha. Muislamu ukimaliza hapo, udhu wako utakuwa kamili. Yanayofuata yanakuwa ni mambo ya kawaida. Kuna dua baada ya kutawadha kwa yule mwenye kujua. Akimaliza dua, kama ameenda msikitini, kuna dua ya kuingia msikitini, kutanguliza mguu wa kulia na mengineyo. Kwa hiyo tuliyosema, kuna mtu ambaye ana swali? Kwenye udhu kuna ubora mkubwa unapatikana. Yule mwenye kutawadha kama alivyofundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na kama tulivyozungumza hapa na baadhi yenu mkaongea, ukimaliza kutawadha, Mwenyezi Mungu anakufutia madhambi yako. Yule ambaye ametawadha sahihi. Inawezekana mtu ukafanya makosa madogo madogo, ukatawadha ikawa ni sababu ile makosa yako yote yanasamehewa. Kwa faida inayopatikana katika udhu, Muislamu unafutiwa madhambi.
Hii ni faida kubwa inapatikana Muislamu anapokuwa ametawadha kwa ajili ya swala. Vile vile kuna kitendo Muislamu anakuwa yupo na udhu. Muislamu akitengukiwa na udhu anatawadha. Ukiwa na udhu muda mwingi, kwanza inakuwa ni kinga kwako. Mtu ambaye amekusudia ubaya, ukiwa na udhu ule ubaya hautokufika. Kuna baadhi ya watu wanakuwa wameweka vitu chini, vitu vibaya, kwa maana mtu akipita pale adhurike. Lakini vitu vibaya, vitu vya uchawi, mtu kamtegea mwenzake kwamba akipita pale adhuriki, au mbele ya mlango wa mtu anajua fulani lazima apite hapa kwenye mlango wake. Lakini unapokuwa na udhu, ukipita pale vile vitu vibaya havikudhuru. Unakuwa nini? Upo na kinga kwa sababu ya udhu. Na vile vile pale Muislamu anapotaka kulala akitawadha, hakuna mchawi anaweza kuja kumwangia usiku au kumchezea. Umepanda kitandani na udhu na ukasoma zile dua za kulala, qul wallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, au kama mtu anafahamu ayatul kursi akaisoma, ukapanda kitandani, Mwenyezi Mungu anakupa zawadi wewe ya malaika wawili. Hawa malaika kazi yao wanakulinda wewe. Malaika mmoja anakaa upande wa kushoto, malaika mwingine anakaa upande wa kulia. Wanakuhifadhi na kukulinda mpaka alfajiri. Kwa nini? Kwa sababu umelala ukiwa na udhu. Kwa hiyo udhu ni silaha ya Muislamu, na kama tulivyotangulia kusema, yule mwenye kuswali akitawadha inakuwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yake. Kwamba miongoni mwa makosa ambayo wanafanya baadhi ya watu, mtu anaweka mguu wake kwenye bomba wala hapitishi mikono. Na kuna wale ambao vidole vyao vya miguu vinakuwa vimebanana. Kwa hiyo akiweka kwenye bomba maji hayafiki katikati. Kwa hiyo mtu akiweka mguu wake kwenye bomba anauondoa, anaweka mwingine anauondoa, maji ya kufika katikati. Ukiangalia upande wa nyuma maji hayakufika. Mtu akiswali katika hii hali, sala yake inakuwa ni batili. Kwa nini? Kwa sababu udhu haukukamilika. Na kama udhu haukukamilika, hata kama umeswali vizuri, swala yako itakuwa na matatizo. Kwa Muislamu, kama Muislamu, unapoweka mguu kwenye bomba, basi nitakiwa uoshe kama ulivyoosha viungo vingine. Unapitisha vidole katikati ya miguu na sehemu ya nyuma kwenye miguu ili udhu wako ukamilike. Na mwenye kutawadha hivyo hiyo mabaka, kuna adhabu yote anayoipata ama inakuwa tu kwa sababu ibada yake, swala yake imeharibika au ni vipi? Ni kwamba kuna onyo ambalo amelitoa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwamba adhabu kali itathibiti kwa wale wenye kutawadha kisha wakaacha sehemu. Na hasa akazungumza kuhusiana na habari za miguu. Mtu anatawadha nyuma huku kwenye miguu maji hayakufika, au sehemu hizi, huyo au wenye sifa kama hiyo wameandaliwa adhabu kali siku ya Kiyama. Kwa Muislamu, kama Muislamu, kuwa makini katika udhu wako. Masala ya ibada hayahitaji haraka. Fanya kwa utaratibu ibada yako na uikamilishe, ili usiingie katika adhabu aliyoisema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika tahiyatu kuna hii tahiyatu inaitwa tahiyatu ya kwanza na ya pili au kubwa. Kijana mmoja aje hapa, Hassan. Angalia huko, kata tahiyatu ya kwanza. Angalia hivi kila. Unaijua hiyo? Huu mkao
mkao wa tahiyatu ya kwanza. Na huu mkao Muislamu akiswali swala yoyote ambayo ina rakaa mbili, nitakiwa ukae hivi. Swala ya alfajiri, swala ya Ijumaa, swala ya Idi, swala za sunna, swala za tarawih. Umeshaona, unakaa mkao huo. Alafu tahiyatu kubwa ile ya mwisho ina mikao mitatu ndani ya sala. Kwa hiyo kwenye mikao mitatu, kwa hiyo mtu unakaa ule mkao ambao utakuwa ni mwepesi kwako, au unaweza kuwa unabadili kama yote unaiweza. Sio, unajua tahiyatu kubwa. Hebu katoni. Hii ni namna ya kwanza hii ya tahiyatu kubwa. Umeshona. Namna ya pili, ndio tahiyatu kubwa hiyo. Kama vile ilivyokuwa tahiyatu ya kwanza ile. Ya pili. Tahiyatu ya pili hamna kukunja hapa. Unafanya hivi. Hii ni tahiyatu ya pili. Namna ya pili. Namna ya tatu, huu mguu unaotoa hapa chini hapa, unaweka juu. Umeshaona? Hii ni mikao mitatu hii ambayo yaruhusiwa ndani ya sala. Kwa ambao utakuwa ni mwepesi, mtu unautumia. Umeshaona? Na vile vile katika sala kuna mikao ambayo hairuhusiwi. Kuna mikao ya sheitani ndani ya sala. Unaijua? Hebu kata tahiyatu ya kwanza. Katika tahiyatu mtu asikae mkao huu. Ipanue miguu. Au hivi, mtu asikae. Umeshaona? Mkao kama huu vile vile hautakiwi katika sala. Mkao mwingine hivi unakaa chini. Hivyo. Haifai. Umeshaona? Wanawake wengi wa Kiswahili wanapenda kukaa hivi. Hasa Waarabu. Wako mkao wa mashaitani. Shetani akikaa miguu anaweka hivi. Haifai. Au umekunja au umekaa hivi. Haifai. Katika swala ipo, lakini thawabu zile zaenda zinapungua. Jambo lingine, jana nilikuwa msikitini pale. Na bwana kaja na mtoto wake mdogo, alikuwa na swali mbele yake. Akakaa mkao, yule mtoto akakaa mkao mwingine. Ikawa yule baba anamuelekeza namna ya kukaa sahihi. Akamweka hivi. Akamkatisha hivi. Ni kosa hivi. Labda ni mbovu huyo wame. Wengine akaa hivi, zile za mwanzo akaa hivi. Yakifika ile ya mwisho anakaa vizuri kabisa, anajua akashamaliza. Yaani ile ya kwanza mtu ile ya mwisho, yaani hata kama vile imamu kashanyanyuka, yeye akifika anaishi hapa tu, anamsubiria huko juu. Kama anafahamu atakuwa anafanya makosa. Umeshaona? Haifai kufanya hivyo. Kwa hiyo ni mikao ya tahiyatu mtu aruhusiwa kuitumia.